ambacho kimemkuta Ally Kamwe. Inasadikika kwamba walikuwa na kesi kwenye kamati ya maadili TFF, na inasemekana kwamba wawili hao, Ahmed Ally pamoja na Ally Kamwe, Ally Kamwe kakutwa na hatia, lakini Ahmed Ally yeye inasemekana amepewa onyo kali, lakini yuko huru kuendelea na majukumu yake. Kwa upande wa Ally Kamwe, yeye inasemekana kwamba amepewa adhabu miaka 2 kuto kujihusisha na mambo ya mpira wa miguu. Hii habari kwanza nyinyi binafsi Juma umeipokea vipi? Sio yeye tu, mpaka msemaji pia. Yes, yuko pale msemaji wa Kagera Sugar, yes, Hamisi Manzanzala, lakini pia yuko Kitumbo Tabora United, naye pia ameachiwa huru kuendelea na shughuli zake. Nadhani wakazi wa mkoa wa Tabora wamefurahi taarifa ambao kubwa, kwa sababu huyu ni tajiri. Yeah. Kwa sasa atakuwa anafanya mambo yake akiwa front zaidi kuliko kipindi cha nyuma, kwa sababu sehemu ambapo pesa inapowekezwa basi ndo sehemu ambapo mafanikio ambayo huwa tunaona mara nyingi zaidi. Lakini kwa hizi taarifa mbili of course zimenigusa pia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuna muda unaweza ukatoa kazi ukaweka binadamu. Hawa ni vijana wenzetu, wapo kwenye tasnia ya kimichezo. Unaposikia mwenzako kaachishwa kazi ama kasimamishwa kazi, basi mara nyingi huwa sio taarifa ambayo unaweza ukaifurahia zaidi, si ndio? Kikubwa ni hizi adhabu ambazo zimekuwa zinatolewa zaidi, kwa sababu hapo awali tushe kuona na mara nyingi sana ni hawa maafisa habari ambao wanatoka kwenye upande wa klabu ya Yanga. Na kwa nini adhabu zao mara nyingi huwa ni za vifungo vya mwaka mmoja, miaka 2? Kwa sababu Ally Kamwe sio mtu wa pili. Kama ndugu yangu hapa alikuwa anamsikiliza Jelimulo, si ndio? Alikuwa na doubt pia kuhusiana na hichi. Jelimulo kama mnakumbuka pia ni moja kati ya wahanga ambao waliokutana na hii kadhia. Kama unakumbuka kwenye mechi ya Yanga dhidi ya TP Mazembe ya marehemu Yusuf Mahbub Manji, baada ya kuambia mashabiki wa Yanga waingie bure huo uwanja, nadhani alifanywa interview na akaulizwa vipi kuhusiana na mashabiki wa Simba wanaruhusiwa kuwepo, akasema hapana, kama watakuja basi wenyewe watakaa juu ya paa, si ndio? Ni kauli ambayo TFF pamoja na kamati walikaa chini na kuweza kuangalia, walimfungia mwaka mmoja. Na Jelimulo baada ya kuona hivyo aliamua tena kuachana na mambo ya mpira, akahamia kwenye upande wa pili zaidi wa kisiasa. Kwa hiyo haikuishia hapo, tukaja tukaiona pia issue ya Haji Sande Manara. Yes, na yeye baada ya miaka 2, lakini walimwekea pia vipengele vigumu ambavyo ilikuwa haitajiki pia rufaa yoyote, na kesi ilisimama miaka 2 yote ikaenda kufanyaje, ikatamatika zaidi. Lakini kwa Ally Kamwe nadhani ni swala la kusubiri pia mamlaka na tuone adhabu yake imekuja kwenye engo ipi. Kutakuwa kuna option ya yeye kuweza kukata rufaa ama kuweza kutoa faini, kwa sababu mpaka sasa bado hatujapata majibu ambayo ni mazuri zaidi kutoka kwenye upande wa kamati, kwamba kwenye hiyo kifungo chake ni moja kwa moja miaka 2 ambacho hakina faini aina yoyote wala hakina rufaa aina yoyote. Na maana kama itakuwa hivyo vipengele vyote viwili havipo, basi inawezekana ikawa ni changamoto pia kwa upande wa kikosi cha Young Africans. Lakini tunasema ili ukate rufaa inabidi uhakikishie kwamba lile kosa halina uzito huo, ndio unaweza ukata rufaa. Yeah, ni kweli, kwa sababu ukiangalia miongoni mwa tuhuma ambazo zinazozungumzwa bado hatujapata barua rasmi kutoka kwa upande wa TFF pamoja na bodi ya ligi, si ndio? Lakini miongoni wanaotajwa na ile chapisho lake ambalo alilichapisha kule Instagram kuhusiana na Februari 3 liliandiko kuhusiana na waamuzi, malalamiko yake. Nadhani ilianzia kwenye mechi ya Simba dhidi ya Tabora baada ya kupatikana kwa ile penalty, lakini pia waamuzi kujirudia pia kwenye upande wa mechi moja. Na nadhani pia kamati ya waamuzi ilienda ikashtushwa pia na hicho kitu, kwa sababu walikaa chini wakafanya review, wakaona kwamba mbona kweli kwenye kila mechi za Simba mwamuzi anakuwa ni yule yule. Lakini baada ya hapo tukaanza kuwaona akiwa smart, wakianza kufanyaje, wakianza kuyarekebisha. Mimi nadhani mpira wetu unahitaji watu wa kuwasemea. Hatuhitaji tu watu ambao kuzisifia tu hizo timu, hapana, bali wanapokuwa wako sehemu ya kimakosa wawepo watu ambao wanaweza wakasemea makosa, wakakosoa. Lakini ukosoaji pia usiwe mbaya moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Ally Kamwe alivyokuwa anakosoa, sidhani kama alikuwa anambox mtu moja kwa moja kwamba fulani umefanya hivi na hivi, hapana. Alikuwa anaishauri pia bodi ya ligi kuweza kuhakikisha kwamba wanapitia na wenyewe waone kwa haya ambayo yamekuwa yanatokea zaidi. Kwa hiyo mimi binafsi sidhani kama ulikuwa ni ukosoaji mbaya kwa upande wa Ally Kamwe, ila tu
pengine labda kuna namna nyingine ambayo sisi hatujui ambayo iko nyuma zaidi ya pazia katika hili jambo. Kabla sijaenda kwa Ray, pengine watu hawajui nini ambacho Ally Kamwe aliandika, wanajiuliza ni andiko gani. Ngoja nikusomee hili andiko ambalo Ally Kamwe lilipost kwenye Instagram page yake, ilikuwa ni tarehe 3 Februari mwaka huu 2025. Nasema kwamba hivi na nasoma tu kwa ufupi. Na leo si mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama mechi ya 10 mfululizo. Kila mechi ya Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanawanufaisha Kolo kupata ushindi. Mara wapinzani wamenyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penalty nyingi za mchongo zikiwanufaisha Makolo. This is too much. Na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Hilo ndio andiko ambalo limepelekea Ally Kamwe kuzungumzwa leo hii. Raymond, ulivolisikiliza ama ulivolitazama hili andiko la Ally Kamwe, kuna uzito huo wa kupewa adhabu labda ya miaka 2? Nafikiri mimi mwenyewe kichwani kwangu nina swali kwamba tunajua kamati ya maadili ndo kama mahakama ya mpira wa miguu kwa hapa nchini Tanzania. Labda nyie wenzangu mnaweza mkaa mnauelewa zaidi kuhusiana na hili swala. Je, kuna kanuni ambazo ni rasmi ambazo huwa zinasema kabisa ukifanya hivi kosa lake ni hizi hapa, ukifanya hivi kosa lake ni hivi? Kuna kanuni ambazo zimerasimishwa ambazo ni zinafahamika pia kwamba kila ukifanya hicho utafanya hivi, kama ambavyo tunajua kwenye mahakama zingine zilizopo duniani. Unajua kabisa labda ukiua kijamii tu, ukiua utafanyiwa hivi, ukifanya hivi utafanya hivi. Sijajua kama hivyo vitu vipo, na ndio hivyo kinachonipa question marks kwamba vikiwepo inakuwa ni rahisi kujaji kwamba okay, hiyo walishasemaga kwamba ukifanya hivi utafungiwa miaka 2, ukifanya hivi utapigwa fine ya hivi. Kwa vile kama vipo watu havijui, ndio maana vinaleta question marks. Mimi mwenyewe ni kama zipo sizijui na sijai kuziona. Wewe hapo Raymond. Mimi hapa Raymond, ndio maana nikasema labda ndugu zangu nyinyi mshai kuziona kama kuna hizo kanuni ambazo zinasema ukifanya hivi kosa lake ni, kwa sababu kama ni mahakama inatakiwa kuwa na hizo taratibu. Lakini pia wewe hiyo post, kama ndio hiyo post wamemjaji kutokana na hiyo post, kwa sababu bado haijarasimishwa kwamba ndio hiyo post peke yake. Ukifuatilia hiyo post ilivyoandikwa, kuna ukweli ama hamna ukweli? Of course tuko na discuss wa matukio mengi ya waamuzi kwenye hiyo michezo. Yeye amelifaa kama Kolo. Wewe ndo utajua Kolo ni timu gani. Kolo ni nani? Amelifaa kama Kolo. Mimi ni kwa mmoja kati ya watu ambao nilikuwa napiga kelele kuhusiana na maamuzi ya waamuzi. Na wewe unapiga kelele. Lakini pia angalia Betha, wanasema ukifanya kosa mara moja sio kosa. Hilo ukifanya mara 2, mara 3 inakuwa ni tabia. Inawezekana okay ukasema mara ya kwanza kweli ilikuwa ni kosa la mwamuzi, lakini ikiendelea kwa mwendelezo mkubwa inaleta question mark kwamba okay, inawezekana sasa hii ni tabia. Of which waamuzi wetu wamekuwa guilty ya kufanya hivyo vitu, wanafanya makosa in a consistent way kiasi kwamba inaanza kuonekana kwamba ni tabia, kiasi kwamba sasa hivi hata likifanyika jambo unaweza usishangae kwa kiasi kikubwa kama ilivyokuwa hapo awali. Of which pia ndio kitu ambacho kimezungumzwa. Kwa hiyo ukiangalia ile sakata limekaa very tricky. Yani limekaa very tricky, lakini wapo ambao wameenda mbali zaidi. Wanasema kama ni content imepublishiwa. Content gani hiyo Raymond? Kwa sababu kuna dabi. Ngoja. Mtu aweza au unamaanisha kwenye engo ipi? Kwenye engo hiyo post, kama ndo amemjaji kutokana na hiyo post. Anayetakiwa kujaji post ni nani? Ni TCRA ama ni kamati ya maadili ya mpira wa miguu? Kwa sababu chapisho kama alifai, tunajua kama maudhui yafai ama ni chonganishi anafanya nini, wanasema wanatakiwa kujaji ni TCRA na sio kamati ya maadili. Kuna watu wameuliza hilo swali. Kwa hiyo ukiangalia, lakini umezungumzia issue mahakama ya mpira. Mahakama ya mpira of course, lakini wanajaji kutokana ni chapisho. Kulitakiwa na maana kuwe na pande zote mbili. TCRA kama TCRA kwamba okay, hii chapisho linachafua hichi kitu fulani na kitu fulani. Kama tunavyoona wao ukipandisha content ambayo ni chafu, anayekuja kuhukumu ni nani? Kwani ile ina uchafu gani mpaka TCRA waingilie? Yaani ambayo ni controversial.
Yaani hiyo ni kuhusiana na Hapana. ulalamikaji kwa waamuzi. Yaani hiyo kawashtumu waamuzi. Yes. TCRA haiwezi kuingilia, hizo ni issue za kimpira. Lakini pia kutokujua sheria ikupe wewe Amehukumu uhalali wa kupitia kuvunja platform sheria. gani?